shetani akushambulia? Kwa nini shetani anashambulia ndoa yangu? Anashambulia familia yangu, anashambulia biashara yangu, anashambulia kazi yangu. Sijamchokoza lakini ananishambulia. Why? Nilisema pointi ya kwanza jana. Kama ukuandika unaweza kuandika leo. Ili akuondoe kwenye agano lako na Mungu. Hii ilikuwa pointi ya kwanza. Shetani anakushambulia ili akuondoe kwenye agano lako na Mungu, akufanye wewe kuwa mali yake. Kwa nini shetani anakushambulia? Anakushambulia ili akutoe kwenye ile agano, covenants, ambalo umeingia wewe na Mungu, alafu akufanye kuwa mali yake. Tulisoma mfano mmoja kwenye kitabu cha Waamuzi sura ile ya 16. Sura ile ya 16. Mstari wa kwanza mpaka wa 20 pale. Ukipata nafasi utaenda kusoma. Nataka nisukume kitu tena jioni hii ya leo. Waamuzi sura ile ya 16. Tulisoma pale, tukaangalia mfano wa mtu mmoja anaitwa Samson. Samsoni ni mnadhiri wa Bwana. Mungu alikuwa ameweka agano na Samson. Ngoja nikuonyeshe kitu hapa. Muangalie Samsoni. Mungu alimuinua kwa ajili ya Wafilisti. Kwa hiyo Mungu akawa ameweka agano ndani yake na Samsoni, na akaweka masharti juu ya Samsoni. Wembe usipite kichwani. Nadhiri ambayo Mungu alikuwa ameweka na Samsoni, au agano ambalo matokeo au picha ya agano ambalo Mungu alikuwa ameweka na Samsoni, alikuwa ameweka kwenye nywele. Lakini angalia, Samsoni anakutana na kina Delila. Delila hakuwa na kitu kinachoitwa spiritual eyes. Believe me. Believe me. Amini ninachokwambia hapa jioni ya leo. Ila waliokuwa wanamtafuta Samsoni ndio walikuwa na macho ya kiroho ya kipepo. Kwa sababu wakati wanamtafuta Samsoni, walijaribu kupambana naye kwa namna ya ngumi za kawaida. Samsoni alikuwa heavy duty. Kama mkono alikuwa anatupa sawa sawa. Nilikuwa nasikia hao wanaocheza hizi boxing, kumbe akisukuma ile ngumi namna hii ni kama gunia moja la mahindi na nusu. Yaani ni kilo 150 akisukuma hivi zinakufuata. Fikiri huyu ni mume wako alafu amekuletea ngumi moja ile kilo 150. Wewe si unakuwa chapati? Niliangalia hii nikawa nashangaa sana. Nikasema kumbe watu wanaumia sana. Akipunch hivi moja inakuja. Ukikaangalia unakaona kama kangumi kadogo, lakini akileta hivi analeta 150 kilo 150 anazileta kwenye uso wa mtu. Sisi tuna kilo zaidi ya hizo ambazo adui zetu waliojipanga mwaka huu, hasa mwezi wa 6 kwenda wa 7, nitasukuma moja, nikipeleka ya pili napeleka kilo 3000 mara moja. Sema wapigwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu Samsoni walijaribu kumshika, wakawa wanashindwa kwa namna ya kawaida, wakaenda rohoni. Hapa sasa nataka kuongea na muombaji, mtu mmoja aliyekaa hapa. Unajua kwa nini? Sema walipambana na wewe mwilini wakakushindwa, wakaja rohoni. Wakagundua kwenye ulimwengu wako wa roho hakuna security. Ndio maana walikushinda. Samsoni ulimwengu wake wa roho ulikuwa na security ambayo Samsoni alikuwa amepewa password, lakini mtu anayemuuliza ni mpenzi wake, akajua hata haribu siri. Sikiliza, kwenye nguvu za Mungu hakuna cha mpenzi. Ukubali, ukatae, ukae chini, ugalagale, madam Bwana ameachilia hiyo power ndani yako, hakuna cha mpenzi my dear. Kama huyu Samsoni, Delila alikuwa mpenzi wake, akamsaliti, akaachilia ile neema password. Leo hii mpenzi wako kabisa anaweza akaachilia password ikaenda kwa mtu mwingine. Mimi nataka nikwambie hapa saa hii, jikoki peke yako, jiweke peke yako, jiswitch peke yako, ukitokea tokea peke yako. Aliamini sema amen. Haleluya. Kwa hiyo unaona hapa
Samsoni, Delila alipambana naye, alitumika Delila kama chambo tu. Waliona wale watu wengine wakasema hapana, kama Samsoni tumeenda kwenye nguvu za kawaida tumemshindwa, huyo ana siri ya nguvu. Na ndio maana unaona pale Delila anamwambia nieleze siri ya nguvu zako, yani nipe code number ya siri za nguvu zako. Usitoe hiyo, usitoe hiyo. Nilikwambia jana usitoe hiyo. Kuna mtu anasema unajua mimi nikiombaga hivi kinatokea. Wewe ni kama kueleza ndoto. Usimweleze ndoto kila mtu. Kuna mtu haoti ndoto, yuko hapa. Kuna mtu hajui habari za ndoto, yuko hapa. Alafu wewe ndio shosti yako. Shosti yani leo mwenzako nimeota ndoto. Umeota ndoto gani? Nimeota hapa Iringa mjini nimetengeneza saluni kubwa, na hiyo saluni nimetengeneza mahali fulani. Nilipoamka asubuhi shosti, nikaenda lile eneo. Kweli lile eneo liko wazi. Kesho unakuta kaweka saluni. Nani mpumbavu hapa? Ndoto ni akiba, usimsimulie mtu. Usimweleze kila mtu ndoto yako, kwa sababu